Karibu. Asante. Mambo? Poa, karibu. Asante. Vipi kaka, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri Sam. Huyu mwanamke mrembo uliyekuja naye ni nani? Huyu ni mpenzi wangu, anaitwa Chausiku. Kumbe huyu ndo Chausiku. Ndiyo. Nafurahi kukufahamu Chausiku, maana Sam amekuwa akinieleza mambo mengi sana ya kuvutia kuhusu wewe. Nafurahi kukufahamu pia. Kaka, Chausiku umefuzwa kwenye apartment aliyokuwa anaishi. Hivyo naomba akae na sisi hapa mpaka akipata apartment nyingine. Usijali Chausiku, unaweza kukaa hapa kwa muda wowote unaotaka. Wow, asante sana Shem. Unajua Samu aliniambia kuwa wewe ni mtu mzuri sana. Na sasa naanza kujionea hilo kwa kweli, nashukuru sana. Karibu sana. Basi twende, nikakuonyesha chumba ambacho utakuwa unalala. Sawa mpenzi. Sam, naomba umhudumie vizuri shemeji yangu. Usijali kaka, nitafanya hivyo. Mpenzi, twende tukale, chakula kipo tayari. Kwani saa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 3 usiku. Samahani mpenzi kwa kukupa kazi ya kupika. Ningekusaidia lakini nimechoka sana leo. Tunajua tena mambo ya kuhama. Usijali mpenzi, nenda kaoge kwanza, kisha uje sebleni tule pamoja. Sawa mpenzi, tangulia na kuja. Poa. Umeamkaje Chausiku? Chausiku, nakusalimia. Basi sawa, mi naenda kazini. Sawa, tutaonana baadaye. Sawa. Halo. Halo dada, hatimaye nimefanikiwa kuingia kwenye nyumba anayoishi Sam. Nadhani kilichobaki sasa ni kutekeleza mipango yangu. Hivyo nataka uiandae ile sumu kisha umtume bodaboda aniletee. Usijali kuhusu hilo mdogo wangu, kila kitu kipo tayari. Baadaye nitamtuma bodaboda kuletea hiyo sumu ili uanze kazi haraka iwezekanavyo. Sawa dada, asante. Basi dada, nitakucheki baadaye maana nasikia kama kuna mtu anakuja. Kwa heri. Vipi mpenzi? Safi, umeamkaje? Nipo salama. Mbona leo umewahi sana kuamka? Una shida gani? Leo nina miadi ya chakula cha mchana na rafiki zangu, ndio maana nimeamka mapema ili nisije nikachelewa. Hilo ni jambo jema. Halafu mpenzi, naweza kupata pesa kidogo? Sawa, hakuna shida. Chukua kadi yangu ya benki na pia kama unahitaji usafiri, nenda na gari langu. Asante sana mpenzi, nakupenda. Nakupenda sana. Baby, mpenzi, shemeji Alexi, jamani njoni sebleni, kifungua kinywa kipo tayari. Kuna nini shemeji? Mbona leo unatuita kwa mahaba kiasi hiki? Alexi, kifungua kinywa kipo tayari. Haya ni maajabu. Leo Chausiku umeamka mapema kutuandalia kifungua kinywa. Jamani Alexi, kwa hiyo unadhani mimi ni mvivu kiasi hicho? Nilikuwa nakutania bwana. Sawa. Mpenzi, leo nimeamua kwa surprise na kifungua kinywa. Tunashukuru sana mpenzi kwa kutuandalia kifungua kinywa, lakini tunatakiwa kuwa ofisini maana kuna dharura imetokea. Baby, yaani baada ya juhudi zote hizo hutaki kunywa chai yangu? Naomba angalau mle hata kidogo. Baby, sio kwamba sitaki kunywa chai yako, ila kuna dharura imetokea na tunahitaji kufika ofisini haraka iwezekanavyo. Lakini mpenzi, hichi kitendo cha kukataa kunywa chai yangu sijakipenda kabisa. Kwa siku ya leo naomba unisamehe mpenzi, lakini nakuahidi kesho nitakunywa chai yako. Sam, twende tunachelewa. Halo.
Aisee, nimesahau zile dokumenti za mwanasheria. Hebu ngoja nirudi ndani nikazichukue haraka. Hakuna shida, we nenda kazichukue faster, utanikuta kwenye gari. Alo cha usiku. Halo dada, huwezi amini hawa wajinga wamekataa kunywa chai kabisa. Kwa nini? Yaani hata sijui. Samu alisema kuna dharura imetokea kazini kwao. Mwenzio hapa nilipo nimechanganyikiwa, yaani hata sijui nifanyaje. Kwa hiyo unamaanisha hawajaonja hiyo sumu kabisa? Ile sumu niliiweka kwenye chai, lakini hawajaonja chai hata kidogo. Yaani laiti kama wangekuwa wamekunywa hata chai kidogo, nadhani ningekuwa nimemaliza hii kazi leo. Sasa tutafanyaje mdogo wangu? Sijui dada, labda nijaribu tena kuwekea kesho. Maana amenithibitishia kuwa kesho atakunywa chai yangu, na nitahakikisha nawekea sumu hadi kwenye vitafunwa, ili wakinywa sumu ifanye kazi haraka zaidi. Yaani kesho watake wasitake, lazima wafe. Nini cha usiku? Usiniambie kwamba ulituwekea sumu kwenye chai yetu ya leo asubuhi. Kwa kweli sitaki kuamini hiki nilichokisikia hapa. Yaani baada ya wema wote tuliokufanyia, leo unataka kutuua? Kwa nini unataka kutuua cha usiku? Au tumefanya kosa kuleta hapa uishi na sisi? Nyamaza Sam, mimi sikuja kuishi hapa kwa sababu sina sehemu ya kukaa, bali nilikuja kuishi hapa ili nipate nafasi ya kulipiza kisasi kwa ajili ya dada yangu. Dada yako? Ndiyo, dada yangu. Wewe ndio ulisababisha dada yangu Maya afukuzwe kazi ili uchukue nafasi yake pale kwenye ofisi unayofanya kazi sasa hivi. Hapana, mimi mbona sijai kufanya kitendo kama hicho kwenye maisha yangu, na wala simfahamu mtu yoyote anaitwa Maya kwenye maisha yangu. Inawezekana wewe haumfahamu dada yangu, lakini baba yako anamjua vizuri na yeye ndio alimfukuzisha kazi ili wewe upate nafasi ya kufanya kazi pale. Sasa kama baba yangu ndo alifanya hivyo, mbona wataka kuniua mimi wakati mimi sijui chochote kuhusu hiyo issue? Wewe unahusika Sam, kwa sababu isingekuwa wewe dada yangu asingefukuzwa kazi. Na nikikumbuka jinsi dada yangu alivyoteseka baada ya kufukuzwa kazi, napata sana na hasira. Maana ilifika kipindi alitaka hadi kujiua kwa sababu hakuweza tena kumudu gharama za maisha kwa sababu yako wewe. Cha usiku, hilo alikuwa kosa langu. Ina maana hiyo ndio sababu iliyokufanya ujaribu kutuwekea sumu mimi na kaka yangu leo hii asubuhi? Ndiyo, hiyo ndio sababu, na nitawekea tena sumu nikipata nafasi nyingine. Lazima mteseke Sam, na ikiwezekana nataka mfe kabisa ili roho yangu itulie. Cha usiku, nilikupenda sana na nilikuwa na mipango mingi mikubwa kwa ajili yako, lakini kwa hapa tulipofikia siwezi kuendelea tena kuwa na wewe kwenye mahusiano. Unafikiri mimi naogopa kuachana na wewe? Kwa taarifa yako siogopi, maana sijawahi kukupenda hata kidogo. Na kuanzia leo ni hesabu mimi ni adui yako namba 1. Na pia kuwa makini kwenye njia zako unazopita, maana mahali popote nitakapokuona, ama zangu ama zako. Sasa cha usiku, unaona vitisho vyako vimevuka mipaka. Sasa ngoja niwapigie polisi waje, na kuhakikishia utaenda kuozea jela. Eti unahakikisha nitaozea jela? Hebu usinitishe Sam, maana hapo ulipo huna ushahidi wa kunifunga. Kwa taarifa yako, humu ndani kuna CCTV kamera, na huo ndio ushahidi pekee ambao ninauhitaji kukufunga.